Watu wengi wameiendekeza ngono katika maisha yao, lakini mwisho wa ngono haujawahi kuwa mzuri hata siku moja. Ngono inaweza kuleta vitu mbalimbali vibaya kwenye maisha yako, na miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kusababishwa na ngono ni umaskini. Unashangaa, sijakosea, na maanisha unaweza ukawa maskini kwa sababu ya kuendekeza ngono katika maisha yako. Na katika video hii nitakwenda kukuambia ni kwa sababu gani ngono inaweza kuyagharimu maisha yako na kukuacha ukiwa maskini katika siku zote za maisha yako. Kama umevutiwa na mada hii, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ikiwa wewe ni miongoni mwa watu ambao wanangetamani kuendelea kujifunza vitu mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Hivi ndivyo ngono inavyoweza kuyagharimu maisha yako na kukuacha ukiwa maskini katika siku zote za maisha yako. Namba 1, ngono ni sababu ya mimba zisizotarajiwa. Tendo la ndoa ni mahususi kwa watu ambao wapo katika ndoa, kwani watu wanapofanya maamuzi ya kuingia katika ndoa, tayari wanakuwa wamejipanga na kujiandaa kwa kila kitu ambacho kinahusiana na ngono. Hao ni watu ambao wamehalalishwa, ina maana ni binadamu ambao hata wanaposhiriki tendo la ndoa, wakipata mtoto, wameshajiandaa kwa sababu wanaweza kukaa pamoja na wakapanga wapate mtoto lini. Lakini asilimia kubwa ya binadamu ambao hawapo katika ndoa hujikuta wakiangukia katika mimba ambazo hawakuzipanga, na baada ya kupata mimba inakuwa ni chanzo cha malengo yao kuvurugika. Huu ni wakati ambao mwanamke ambaye amepewa ujauzito, kama alikuwa na malengo ambayo anataka kuyatimiza, huu ni wakati ambao lazima asimamishe kila kitu kwenye maisha yake kwa sababu ya kuangalia ujauzito ambao hakupanga kuwa nao. Lakini pia kwa mwanaume ambaye amemsababishia mwanamke ujauzito, atalazimika kutumia muda wake kutafuta pesa kwa ajili ya kujiandaa katika malezi ya mtoto ambaye atakuja kuzaliwa hali ya kuwa hakuwa kwenye mpango wake. Hivyo nyote, mwanaume na mwanamke, mtajikuta mkiangukia katika ulimwengu ambao ni nje ya malengo yenu, na hicho kitakuwa chanzo cha umaskini. Kama wewe ni mtu ambaye hautamani kuwa maskini, tafadhali kaa mbali na ngono. Focus kwenye malengo yako, kwa sababu malengo ni muhimu kuliko chochote ambacho utakipata katika ngono. Namba 2, ngono ni chanzo cha kuwa na negative energy kwenye maisha yako. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, binadamu tunamiliki nguvu za aina tofauti tofauti. Wapo binadamu wanaomiliki positive energy, yani nguvu chanya, nguvu nzuri, na wapo binadamu ambao wanamiliki negative energy, yani nguvu mbaya ama nguvu hasi. Positive energy ni nzuri, lakini negative energy ni nguvu mbaya ambayo inaweza kuvuta laana na mikosi katika maisha ya mwanadamu. Kama utakuwa mtu ambaye unakutana kimwili na watu wa aina tofauti tofauti, basi inawezekana katika idadi ya watu ambao unakutana nao, utakutana na watu ambao wamebeba negative energy. Kwa sababu unaposhiriki tendo la ndoa na mtu, utu wako unaingia kwake na utu wake unaingia kwako. Basi kuna nyakati ambazo mnaweza kubadilishana nguvu, mwili wako unaweza ukanyonya nguvu zake. Kwa sababu uliyeshiriki naye tendo la ndoa ni mtu ambaye amebeba negative energy, basi negative energy zitahama kutoka kwake na zitakuja kwako. Kumbuka, negative energy huvuta laana, mikosi na bahati mbaya katika maisha ya mwanadamu. Hivyo bahati njema zitajifunga, na siku zote utajikuta mwanadamu mwenye bahati mbaya, na umaskini ni moja kati ya bahati mbaya ambazo huvutwa na negative energy kwenye maisha ya mwanadamu. Hivyo utajikuta unakuwa maskini kwa sababu tu ya ngono ambayo unaiendekeza katika maisha yako. Tafadhali, ili uweze kuliepuka hili, hakikisha unakuwa na mtu wako mmoja ambaye unamwamini, na nikushauri kama unaweza usishiriki tendo la ndoa ikiwa bado haujaingia katika ndoa, kwani hata maandiko matakatifu yanatukataza kufanya hivyo. Namba 3,
Ngono inaweza kuichafua ama kuifunga nyota yako. Wapo baadhi ya binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota yenye mvuto katika maisha yao. Ni watu ambao wanaweza kupata pesa kiurahisi kwenye maisha yao, kwani ni binadamu wanaowavutia watu wengine katika kila wanachokifanya maishani mwao. Wakianzisha biashara zao zinakuwa na mvuto kuliko binadamu wengine. Yote haya hutokea kwa binadamu hawa kwa sababu ni binadamu wenye nyota kali kuliko binadamu wengine. Lakini pindi binadamu hawa wanapoanza kujiingiza katika matendo ya kingono, kila kitu hubadilika maishani mwao. Ni watu ambao hujikuta wakianza kupoteza wateja kwenye biashara zao. Mvuto waliokuwa nao mwanzo unatoweka ghafla. Jambo ambalo unatakiwa kulijua, miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuvuta utajiri katika maisha yako ni nyota uliyokuwa nayo. Lakini nyota yako inapofifia ama kuchafuliwa, ni miongoni mwa sababu ambazo zitakufanya uwe maskini katika maisha yako. Na miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kuichafua ama kuififisha nyota yako basi ni ngono, kwani baadhi ya binadamu ambao unakutana nao kingono inawezekana wakaiba nyota yako, ama inawezekana kwa sababu ya nguvu mbaya ambazo wamezibeba ndani yao wanaweza kuichafua nyota yako, na mwangaza ambao ulikuwa unatolewa na nyota yako hautatolewa tena. Utabaki maskini katika maisha yako. Ninakushauri, kwa sababu ya usalama wa nyota yako, acha kutembea na kila mwanamke au kila mwanaume ambaye unakutana naye katika maisha yako, kwani ngono itakwenda kuharibu mustakabali mzima wa maisha yako. Namba 4, ngono inaweza kuvuruga afya yako ya mwili. Miongoni mwa mavuno ambayo asilimia kubwa ya wanadamu huyavuna katika shamba la ngono ni magonjwa ya zinaa sambamba na ukimwi. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Pindi utakapofanya ngono, hauwezi kujua unayefanya naye ngono hali yake ya kiafya ikoje. Kuna wakati unaweza kushiriki tendo la ndoa na mtu, lakini mtu huyo akawa ameathirika. Jambo ambalo litakuja katika maisha yako pale utakaposhiriki tendo la ndoa na mtu ambaye ameathirika ni kuwa na wewe utapata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kitendo cha kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi, inawezekana ukaingia katika msongo wa mawazo kiasi cha kusitisha mipango na malengo uliyokuwa nayo katika maisha yako. Jiulize, ni binadamu wangapi ambao wamewahi kuyakatisha maisha yao baada tu ya kugundua wameathirika? Ni binadamu wangapi ambao walikata tamaa na kuachana na kila kitu kinachohusiana na malengo yao baada tu ya kugundua wameathirika? Ni binadamu wengi sana, na kama haujawahi kukutana na binadamu hao, unaweza usielewe maana ya hiki ambacho nakuambia. Jambo ambalo unatakiwa kulilinda kupita vitu vyote ni afya yako, kwa sababu afya ni mtaji. Utakapokuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi, mpaka sasa maambukizi ya virusi vya ukimwi hayajapatiwa matibabu, hivyo utakuwa mgonjwa wa milele, jambo ambalo litakuweka katika umaskini, kwani siku zote utakuwa mtumwa wa vidonge. Lakini pia utakuwa ni mtu ambaye hauamini kama utaiona kesho, utapoteza tumaini, utajikuta unakuwa fukara katika siku zote za maisha yako. Namba 5, utajikuta ukitumia pesa nyingi kwa sababu ya kukidhi starehe zako za kingono. Asilimia kubwa ya binadamu walioendekeza ngono katika maisha yao hawafanikiwi katika maisha, na mwisho wao huwa ni mbaya. Wanaangukia katika umaskini kwa sababu kadri mwanadamu anavyozidi kufanya ngono kwenye maisha yake, ndivyo anavyozidi kutamani kuendelea kufanya ngono zaidi, na hili limethibitishwa kisaikolojia. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa wanadamu wanaohusudu ngono katika maisha yao, inawezekana hali ngumu ya maisha ambayo uko nayo ni kwa sababu ngono inakuchukulia pesa nyingi sana bila wewe mwenyewe kujua. Jiulize, unafanya ngono na wanawake wangapi au wanaume wangapi kwa wiki moja? Unatumia pesa nyingi kiasi gani katika kuwaridhisha wanawake hao ili wakupe starehe ya ngono? Bila shaka ni pesa nyingi sana ambazo kama ungezielekeza katika malengo yako, ungekuwa mbali tofauti na hapo ulipo. Jambo ambalo unatakiwa kuliamua kuanzia leo, acha ngono, kwa sababu ngono itaendelea kuwepo kama ambavyo umezaliwa ukaikuta, na utakufa ukaiacha. Usikubali ngono iyavuruge maisha yako, kwa sababu unaweza kuyatimiza malengo yako
na baadaye ukamtafuta mwanamke mmoja ukafunga naye ndoa, na huyo atakuwa mshauri wako. Usitumie pesa zako kwa sababu ya starehe ya ngono, kwa sababu kadri unavyofanya ndivyo unavyotamani kuendelea kufanya zaidi, na utajikuta ukitumia pesa nyingi kwa ajili ya kukidhi haja yako ya kingono kwa kuwapa wanawake mbalimbali pesa ili waweze kukidhi haja yako ya kingono. Namba 6, utajikuta ukipoteza muda wako mwingi kwenye starehe. Unaweza usinielewe, lakini naomba unielewe. Asilimia kubwa ya binadamu walioendekeza ngono katika maisha yao ni watu wanaopenda kushinda katika kumbi za starehe, kwani ngono na starehe ni mapacha. Ngono inaendana na starehe, na unapokuwa katika starehe utajikuta ukipoteza muda wako mwingi pamoja na pesa, jambo ambalo litakuacha ukiwa maskini. Jambo ambalo unatakiwa kulielewa na kuliweka akilini. Asilimia kubwa ya watu ambao wanapenda ngono ni walevi, lakini asilimia kubwa ya binadamu wanaopenda ngono na ulevi ni watu ambao wanapenda kuutumia muda wao mwingi katika kumbi za starehe. Ni watu wanaopenda kusafiri kwa ajili ya kuwafata wanawake au wanaume. Lengo kubwa ni kukidhi haja zao za kingono. Mambo hayo yote yanaweza kukuacha ukiwa maskini. Hivyo kuwa makini na kile unachokifanya katika maisha yako, kwa sababu ngono ambayo unaifanya ndani ya muda mfupi inaweza kuyagharimu maisha yako ambayo utaendelea kudumu nayo kwa muda mrefu sana. Namba 8, ngono ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaweza kukuweka katika matumizi yasiyokuwa ya lazima. Miongoni mwa mambo ambayo asilimia kubwa ya wapenda ngono wanayaendekeza katika maisha yao ni matumizi yasiyokuwa ya lazima, yani matumizi ambayo hayakuwa katika mpango. Kwani kuna wakati wanawake ambao unakutana nao ili uweze kushiriki nao tendo la ndoa watakuomba pesa, na utajikuta unazitoa pesa hali ya kuwa pesa ambazo unazitoa inawezekana ulizitafuta kwa ajili ya lengo fulani. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Kama utakuwa mtu ambaye unatoa pesa ambazo hazikupangwa katika kufanya jambo hilo, hautaweza kufanikiwa. Siku zote utabaki kuwa maskini kwenye maisha yako. Ninatamani ningeendelea kukuambia kuhusiana na namna gani ambavyo ngono inaweza kuleta umaskini kwenye maisha yako, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.